kushambulia kwa silaha za madhabahu na kupiga wapige kwa jina la Yesu, wapige kwa jina la Yesu, mamlaka ya jina la Yesu. Tumia silaha yako, wapige warebo kwa jina la Yesu, wapige warebo kwa mamlaka ya jina la Yesu, wapige warebo kwa jina la Yesu Kristo. Mashangatoria kila adui anayefanya vita na madhabahu, anafanya vita na watumishi, ninapiga kwa jina la Yesu, waribu kwa jina la Yesu, kila adui anayefanya vita, kila mahali ya madhabahu kwa jina la Yesu Kristo. Mashangatoria makanderebo kila adui anayefanya vita na kazi yako, ninapiga kwa jina la Yesu, kila adui anayefanya vita na kanisa la Yesu, ninapiga kwa jina la Yesu, na wale nafasi za huduma hii, wale nafasi, ninaharibu vita vyao, ninaharibu tena yao, kila muunganiko wao, kila mawasiliano yao, ninaharibu katika jina la Yesu, ninavuta kila vita walioanzisha, tunanyamazisha kimya, kila vita ya kichawi, kila vita ya maneno, tunanyamazisha kimya katika jina la Yesu, tunang'oa kila mitego na kila kichawi, kila minyonyoro, tunakata katika jina la Yesu, kila ambayo tunabeba sila za kivita kwa kila yote aliyeinuka kwa ajili ya huduma hii, tunaenda kumpiga katika jina la Yesu, tunaondoa kila minyonyoro na kila silaha zao, tunaziteketeza kwa damu ya Yesu. Hakuna uchawi kusimama katika huduma hii, hakuna uchawi kwa huduma hii, tunafunga kila masumbuko yao, kila masumbuko yao, kila mitego yao, tunaikuta katika jina la Yesu, tunawachafulia lugha, tunawachafulia lugha jioni ya leo, kila maneno na vikao vyao tunaviharibu, tunavisambaratisha, tunawachafulia meza, tunabadilisha meza, tunawachafulia lugha katika jina la Yesu. Amen. Baba, Mungu wa mama yangu, kila adui wa madhabahu, kila adui wa madhabahu ya PMIC, Mungu anabiasa, uwe adui yake, kila mteso wa madhabahu ya PMIC, Mungu anabiasa, uwe mtesi wake, wafanyie njia zao kuagiza na utelezi, watakapotufuatilia, upunguze mwendo wa magurudumu yao, upunguze moto wa miguu yao, upunguze mwendo wa miguu yao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mbele za Mungu Baba, katika jina la Yesu, kila mahali ya madhabahu wanapingana madhabahu ya PMIC kwa mamlaka ya jina la Yesu, Mungu yao watakapoinuka, watakaposimama kwa ajili ya kupigana kwa ajili ya huduma hii, ukasimame mwenyewe kama chimamaria zako, kupigana kwa ajili ya huduma hii, kwa ajili kila mtesi anayosimama kwa ajili ya kutesa madhabahu pamoja na watumishi. Baba, ukasimame kupigana, ukasimame kupigana, ukaweka wanapigana, ukaweka piganaji, ukafanyika mnara wa vita. Baba, hakuna ukaweka wanapigana, kila atakayekamua hasiweze kushinda Baba, kwa kuwa ulisema watapigana lakini hawatashinda, na sisi tunaamini Bwana hata wanaopigana na huduma hii hakika watashinda, kwa kuwa wewe ni Mungu wa Mungu wa wewe ni Mungu wa jina la Yesu, wewe ni Mungu aliyebeba madhabahu, wewe ni Mungu aliyebeba madhabahu. Tunakuamini kwa Bwana, wewe adui yao, pigana na wanapigana nasi, pigana na wanapigana nasi, pigana na watesi wetu, watesi wa madhabahu, watesi wa mayangu na biashara. Bwana pigana nao, Bwana pigana wenye hatu wetu, tunakuhitaji Mungu wa mapiganaji, nabii mwenye kupigana anakuhitaji Baba, tunasema hakika wewe ni mweza yote Bwana. Vita hii tunaikatiza madhabahu kwa kila aliyeinua vita na madhabahu, kila aliyetuma wachawi Bwana wetu. Baba, upigane mwenyewe Bwana, upigane Mungu kwa kuwa unamjua, katika jina la Yesu. Sema Mungu anabiasa, Mungu anabiasa, kama ulivyosema,
katika Zaburi kwamba tusimguse Masihi wako, wala tusidhuru manabii zako, Bwana, tunakuomba sawasawa na Zaburi ya 91, utuagizie malaika zako, watangulie mbele yetu, watuokoe na kila mitego ya mwovu, katika mitego ya wawindaji ya waliotutega nayo, katika jina la Yesu. Omba mbele za Mungu katika jina la Yesu. Bwana, kama jinsi alivyosema katika Zaburi ya 91, kwa Bwana kulinde, kwa Bwana mitego iondoe, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ya sekretori ya makanderebo, Rama sekretori ya masakato, Bwana malaika zako tulinde, agiza malaika zako katika madhabahu ya Pemashe. Tunaamini Baba wewe ni kimbilio, Baba utatuacha falme, tunazidi kukuomba Baba majira haya, wewe ukasimame Bwana, vita hii tunaikabidhi kwako, Baba ulisema utakuwa maadui wa maadui zetu, na sisi Baba tumekabidhi vita hii mwenye ukapigane Mungu, kwako ulisema utakuwa maadui wa maadui wa kanisa letu, Baba vita hii Bwana tunaiacha mikononi mwako, ili wewe tupenda kupigana, Baba ukalipize kisasi ni cha kwako mwenyewe Bwana, sisi hatuwezi kupigana, ila tunahitaji sana kutoka kwako, tunahitaji nguvu kutoka kwako Bwana. Sasa unaposema Mungu katika jina la Yesu. Weka mkono wako namna hii, sema Mungu wa Nabii Esther, Mungu wa Nabii Esther, ninaomba kwa ajili ya wanaotufuatilia, ninaomba kwa leo tu wanaofuatilia, tunaomba kwa ajili ya wanaotufuatilia, naomba kwa ajili ya wanaonifuatilia, Mungu wa madhabahu ya PMC, Mungu wa madhabahu ya PMC, kadri utakavyotufuatilia katika ibada zetu, kadri watakavyonifuatilia kwenye baraka zetu, ndivyo uzidi kuwatokea, na kuwaonyesha majibu kwao, Uwapatie majibu wale wanaotufuatilia, mwana wa nabii atakaposimama kuhudumia, wapokee majibu, watakapojiconnect, ndivyo wapokee majibu, mbingu zikapokee majibu katika jina la Yesu. Amba mbele za Mungu kwa ajili ya wanaotufuatilia, Mungu wa madhabahu ya PMC, malaika wa PMC wazidi kuwatokea, watokee kwa majibu, wakutana kwa jina la Yesu. Wanaotufuatilia kwa mamlaka ya jina la Yesu, wote wanaofuatilia wapokee majibu, wapokee kujibiwa, wapokee ponyaji, wapokee majibu, wapokee majibu, Bwana akiza malaika zako katika jina la Yesu. Asibaki kama alivyo mfalme, watu waliochukua ya kujiconnect, Baba ukamjibu sasa na uhitaji wake, Baba ukamjibu Bwana, Baba ukamponye mtu mmoja, Baba ukampe mtoto mtukazi mmoja, Baba ukachilie baraka, ukachilie hatima kwa mtu anayepoteza hatima Bwana. Tunakuamini Mungu, wewe ni mwingi wa rehema. Asante Mungu kwa kuwa Bwana unaenda kuachilia majibu kwa kila mmoja ambaye anachukua nafasi kwa ajili ya kufuatilia ibada hii. Mwana wa nabii atakaposimama, atakapoachilia neno la kinabii kwa yule anayefuatilia ibada hii Bwana, akapokea majibu yake, akapokea uponyaji Bwana, akapokea baraka zake katika jina la Yesu. Tunaamini Baba ameacha kazi zake, ameacha usiku wake Bwana, akaona sije kwa ajili ya kuletea baadaye. Baba mjibu sasa na uhitaji wake, Baba mpiganie tena leo mfalme, kwa kuwa wewe Mungu katika jina la Yesu. Amen. Na iwe hivyo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Na wewe pokea majibu katika jina la Yesu. Amen. Weka mikono yako juu, sema asante Mungu wa Nabii Esther. Asante Mungu wa Nabii Esther, kwa kuwa umeagiza makerubi, kwa kuwa umeagiza malaika kerubi, umeagiza malaika zako, umeagiza malaika zako waje kutuhudumia, malaika watakao Nabii Esther, malaika watakaosimama hapo, na malaika madhabahu ya PMC, na malaika madhabahu ya PMC watuhudumie sote jioni ya leo, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mshukuru Mungu kwa kuwa ameagiza malaika zake
tayari kuja kutuhudumia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana asante kwa jina malaika zako waaminifu. Tunasemani asante kwa ajili ya malaika wako madhabahuni kwa wataenda kutuhudumia jioni ya leo Bwana. Baba tunasemani asante kwa ajili ya malaika wanaofanya kazi na malaika wa Bwana kwa wataenda kutuhudumia jioni ya leo. Wataenda kufanya hatua nyingine kwa maisha yetu. Wataenda kufanya faraja kwetu Bwana. Tunasemani asante Bwana kwa tunaenda kupokea hatua nyingine. Tunaenda kupokea neema nyingine Bwana jioni ya leo. Tunasemani asante Mungu kwa tutabaki kama tukokuwa. Baba tunaamini Mungu kupitia jina la Yesu. Amen. Wakati huu tukimaliza kwenda kuomba maombi haya, naomba praise team watakaa sawa kutupatia wimbo wa kuabudu, very worship song. Naomba wakati huu tunakuanza maombi haya, praise team wewe ulioko kuwakilisha wenzao wanatufuatilia, tena kumwabudu Bwana. Pale ulipo natamani mwambie Bwana kwamba kile ambacho amekusudia, kile ambacho Mungu wa madhabahu ya PMIC amekusudia leo kukipokea, ukapata kwenda kukipokea. Bwana asifiwe. Amen. Ombi ambalo tunamwambia Mungu kwamba kile ambacho Bwana umekusudia kwenye maisha yangu leo kikatokee, kikatimie kama ulivyokusudia kwenye maisha yangu. Tumeelewana? Bwana asifiwe. Amen. Nenda mbele za Mungu, mwambie Bwana na kuomba kila ambacho kusudia kwenye maisha yangu, lile ambalo umepanga leo nipokee, lile ambalo umepanga leo litokee kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Na mbele za Mungu mamlaka ya jina la Yesu. Bwana Mungu mama yangu na pia Mungu madhabahu takatifu, madhabahu ya PMIC, lile ambalo Bwana madhabahu yako imekusudia kule chini jina leo. Kile ulichokusudia kwa maisha yangu Baba nikakipokee. Bwana likatoke kwenye maisha yangu mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa Mungu wangu mwaminifu, wala hautatuacha wala hautatuacha mwaminifu, bali uko imara, umesimama vyema Bwana kapokee. Bwana kutuhudumia kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa Bwana wewe umekuwa mwaminifu, umekuwa mshindaji wetu katika jina la Yesu. Mpige Bwana Yesu makofi na vigelegele ya ushindi pale ulipo. Shangilia Bwana Yesu na makofi na vigelegele vya ushindi katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Basi ukaribishe utupatie wimbo mmoja worship song, wakati tumishi wa Mungu akaribia kabisa kusimama madhabahuni pake, madhabahuni pa Bwana. Karibu, praise for one worship. Baba, asante kwa ajili ya neema yako. Ninakupenda, ninakuheshimu. Asante kwa majira haya na wakati huu mzuri ambao umenipa kuhudumia tena kanisa lako kwa njia ya mtandao. Ninakushukuru kwa nafasi nyingine, ikiwa ni siku ya pili. Acha malaika wa madhabahu ya PMIC, acha ile neema aliyoachilia mama yangu Nabii Esther iendelee kufanya kazi na watu wahudumiwe wote wanaotufuatilia. Zaidi ya yote, malaika wa madhabahu ya PMIC, wale wanaohudumu na mama yangu Nabii Esther, na ile neema ya mamlaka na kibali aliyoachilia juu yangu. Niko mahali hapa, nimepiga magoti katika madhabahu anayesimama mama yangu Nabii Esther kuhudumia watu. Acha watu wahudumiwe popote duniani wanapotufuatilia sasa hivi. Kile ulichokiachilia kwangu nikakiseme mbele za watu, ili wafunguliwe na wapokee majibu ya maswali yao. Ile roho iliyoachilia ndani yangu mama yangu Nabii Esther ikafanye kazi na ikanifunulie zaidi ya vile ninavyoona na vile ninavyowaza. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, nitumie kama chombo tu, ili watu hao wote wafunguliwe, wote wanatufuatilia. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen.
Kipekee kabisa ninayo sababu kushukuru Mungu, mama yangu Nabii Esther, kwa nafasi hii aliyonipa, ikiwa ni siku ya pili ya mwendelezo wa semina yetu ya kwanza jana. Mama Nabii Esther, popote ulipo, ninakupenda sana, na Mungu wa mama yangu Nabii Esther akubariki kwa nafasi hii. Acha watu wahudumiwe wote wanaotufuatilia kwa njia ya mitandao, na nikatumiwe kama chombo tu, na Mungu wako ahudumie watu. Daddy George pale ulipo, viongozi wote wa kanisa na kanisa zima kwa jumla, na wapenda. Mungu wa mama Nabii Esther awabariki sana. Amen. Kabisa moja kwa moja niende kwa yale machache ambayo niliyafundisha jana, na wale ambao wanatufuatilia sasa Facebook Live Esther Bukuku na YouTube PMIC Moshi Tanzania. Na hii ni siku yetu ya pili ya kati ya siku tatu za Seminar Prophetical Encounter. Pale ulipo, stay connected. Kile ambacho amekusudia Mungu na madhabahu ya PMIC utendewe zaidi, na ninaamini ikiwa nilitumiwa jana kwa utukufu wa Mungu, hata leo Mungu wa mamangu Nabii Esther atanitumia. Kikubwa ni wewe kufunguliwa na upokee kile ambacho unakitafuta muda mrefu kwa utukufu wa Mungu. Na Mungu wa mamangu Nabii Esther akubariki sana. Somo letu na programu hii tunayoendelea nayo, Let there be light. Mungu akaamuru nuru itokee gizani. Na jana nilizungumza nikasema, ukiwa gizani hakuna yeyote anaweza kukuona. Inaweza kasikika sauti yako, lakini kile ambacho kinasemwa na wewe kinasikika, lakini watu wasijue ni nani anaongea na yuko katika mazingira gani. Na ukiwa gizani unaweza usiwe na mwelekeo wa kwenda mbele, nyuma, kulia kwako ama kushoto, kwa sababu tu haujui uendako, kwa sababu giza imekufunga. Basi siku hii ya leo pia nitaenda kwa mwendelezo ule ule, na nitafanya zaidi ya vile ambavyo madhabahu itanifunulia. Lengo kuu, Mungu wa mamangu Nabii Esther atufungue sote wanaotufuatilia live. Hata mimi pia ninahitaji kupokea zaidi na kwenda viwango vya juu pale ambapo Mungu amenikusudia. Nianze kwa kusema hivi: Mungu alipomuumba mwanadamu aliweka nuru yake na akamwekea utawala ndani. Akamweka katika bustani ya Edeni ailinde, aimiliki pia na kuitawala. Lakini dhambi ndio ilimfanya mwanadamu aone kwamba hayuko sawa ama yuko uchi. Hakuna mtu alimwambia Adam na Eva, nyinyi mko uchi. Ni wao wenyewe, kwa sababu walifanya dhambi, ile nuru ikaondoka, wakajiona wao kumbe tuko uchi sasa. Na hakuna mtu aliyewauliza kwamba mbona mko uchi. Wao walimwambia Mungu, tumejificha, tuko uchi, tunashindwa kuangalia uso wako. Na ninachotaka kukisema ni hiki, bustani kwa sasa hivi naweza nichukulie kanisa ni mahali tunapokutania hapa, madhabahu kifupi nasema hivyo. Na madhabahu ndio inamfanya mtu aonekane. Madhabahu ndio inamfanya mtu atambulike, ama madhabahu ndio inamtambulisha mtu kuwa mtu fulani ama kufanya kile kitu fulani. Ni madhabahu ndio inaweza kufanya hivyo. Na inapotokea mtu akaiasi madhabahu, madhabahu haimkatai mtu, ila yeye mwenyewe mtu anajikataa, kwa sababu tayari ameshaikataa madhabahu ama ameshaiasi madhabahu. So now Adam na Hawa baada ya kula tunda lile walilokatazwa, walijiona wao wako uchi. Ile nuru ambayo Mungu aliwaachia watawale na kumiliki bustani na kuitunza,
wao wakaona hapana, kuna kitu ambacho tumekifanya kimetufanya sisi tuwe mbali na uso wa Mungu, na ile nuru imetuondoka. Na kwa nini nasema hivi? Unaweza ukafanya jambo ukaona madhabahu haijakukataa. Si kwamba madhabahu haijaona, lakini wewe mwenyewe binafsi unashuhudiwa hapa siko sawa na madhabahu, kwa sababu tayari umeshajitenga nje na nuru, umeanza kufanya ya giza, ukaacha kufanya ya nuru ambayo madhabahu yanataka wewe ufanye. Na kwa nini nasema hivi? Nikasema jana, ukiwa gizani utafanya ya gizani, na ili kutambulishwa kwamba wewe upo gizani, dhambi zipo nyingi. Kuzini tu si dhambi, uongo pia ni dhambi, kula sana kupita kiasi ni dhambi, kusengenya ni dhambi, kutukana, kufitini ni dhambi, na vitu vingine vinavyofanana na hivyo pia ni dhambi. Hivyo upo katika giza. Na nikasema jana, kuwa na nuru ni mamlaka, heshima, utukufu na utawala na utajiri pia. Kwa nini upo gizani? Kuna kipindi mimi nilifanya kitu ambacho kilihuzunisha madhabahu. Nasema hii, mimi madhabahu haikunikataa, madhabahu still iliendelea kunikumbatia, pamoja na kile kitu ambacho nilikifanya kikanisogeza nje ya madhabahu. Na ukiwa nje ya madhabahu unaweza ukajiona uko sawa, lakini kuna vitu vichache ambavyo vitakuthibitishia kwamba mimi siko sawa. La kwanza, mimi nilikuwa nang'aa, lakini ndani ya masaa machache kuna hali niliipata isiyo ya kawaida. Nilifubaa sana, nilipaka mafuta ya kila aina, lakini alikataa kwenye mwili. Kwa sababu gani? Nilishatoka ndani ya nuru nikakawa gizani. Madhabahu ilinikubali ndiyo, na madhabahu haikuniacha. Ile giza ilinivaa, nuru ikaondoka ya madhabahu, lakini still bado nilikuwa ndani ya madhabahu. So now nilipokuwa gizani nalifanya ya giza, nilisema jana, lakini baadaye nilikuja ona athari ambazo zinasababisha mtu anapokuwa nje ya nuru. Giza, ukiwa gizani watakupenda wale walio gizani, na wewe hautaona shaka kuwa gizani, kwa sababu kuna wapo wanakusapoti wewe kuwa gizani, mpaka Mungu afungue fahamu zako na fikra ya kwamba gizani si stahili, kwa sababu ya giza hayapaswi mimi niyafanye nikiwa wa nuru. Na Adam na Hawa badala ya kutenda dhambi wao wakajikataa, wao wenyewe wakaanza kujihukumu. Bwana, mimi sisi tuko uchi, hatuwezi kukuangalia, hatuwezi kutazama. Ile mamlaka na kibali ambacho Mungu alikuwa amewaumbia akawawekea yakaondoka kwao. Japo walikuwa kwenye bustani, hawakutoka nje ya bustani, walikuwepo ndani. Lakini yale mamlaka na utawala ambao Mungu aliuwekea, kwa matendo ambao walifanya kinyume na Mungu aliyowawekea nuru mwanzo, wakajikataa wao wenyewe bila Mungu kuwakataa. Nataka kusema hiki leo, nitaongelea mambo matatu mazuri, magumu, na ni marahisi mepesi kama Mungu atafungua fahamu zako na fikra zako. Na kesho nitamalizia na kutoa muongozo wa nini mamangu Nabii Esther atafanya siku ya Jumapili, kwa sababu ni siku ya mwisho, siku ya kesho ya tatu. Nitoke huko nije kwa hii. Nikasema jana, kuna mtu anaweza simama akafight na ile hatima ambayo Mungu ameweka ndani yako. Nuru ni hatima, nuru ni utajiri, ni heshima, ni utukufu na vitu vizuri vinavyofanana na hivyo. Ikawa hivi, kuna kipindi fulani nitaliongea hili, na naamini yamkini pia yupo ananifuatilia hapa sasa hivi.
Miaka michache nyuma imepita, kuna watu waliinuka. Yamkini mimi nilitenda yasiyo sawa ama sawa, lakini sikuwa najijua kama niko sahihi ama siko sahihi. Nikiwa nipo kanisani siku ya Jumapili, nikatolewa unabii ya kwamba kuna mahali Mungu anataka kukupeleka, na wewe hapa ulipo si yule ambaye Mungu anataka uwe. Itafika wakati unahitaji mtu wa kusimama na wewe ili akufanye na kukutengeneza vile ambavyo Mungu anataka uwe. Sasa basi, nimetoka kupokea ule unabii Jumapili. Jumatatu likainuka lilivyoinuka. Jumanne likawa ni muendelezo wa lile la Jumatatu lililoinuka. Lilikuwa hivi, na nitalisema. Nilisema jana, kuna mtu unaweza kaa naye karibu, hatamani vile wewe ulivyo, ama hatamani vile ambavyo Mungu anataka kukutumia kwa viwango vya juu zaidi. Atasimama kufight na wewe, kuangamiza ama kudidimiza na kuteketeza kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Yaani nuru ataizima kwa namna yoyote ile. Na ilikuwa hivi, siku ya Jumatatu nikiwa nimetoka chuo narudi nyumbani, nikakutana na kisanga hiki. Nilichoambiwa na mtu fulani, nikaambiwa hivi, unajua kina fulani wanataka kukupeleka polisi. Polisi kwa kipi? Nilikaa nikafikiria issue za polisi. Kwa kweli kijana mzuri kama mimi sidhani kama nafaa kwenda polisi bila sababu. Baadaye mama yangu mzazi akaniita, akaniambia, hivi unajua kina fulani wamepanga wakupeleke polisi? Nilikaa nikajiuliza, nikatafakari unabii ambao nilipewa jana kanisani. Nikasema hivi, mama, acha wanipeleke, kwa sababu hawashindani na mimi, wanashindana na kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Sijui wananipeleka polisi kwa ajili gani na sababu ipi nawapelekea, lakini ninachojua kusudi la Mungu aliyenitengeneza na aliyenifanya kwa mfano wake litasimama, na nuru aliyoiachilia kwangu ipo siku itakuwa wazi na watu wataelewa kile ambacho Mungu amenituma. Hey. Sikia wote wanaotufuatilia, sitaki kujua ama nikuambie, sikukatishi tamaa. Nipo hapa kuweka nuru kwenye giza ambalo upo, ama kwenye tatizo lolote ambalo unalipitia. Ilikuwa hivi, nikarudi kweli, wakafanikiwa nipeleka polisi siku ya Jumanne. Nikaenda, sijui kilichoandikwa kule, nini imesababishwa mimi kupelekwa polisi ndani. Na nakumbuka ilikuwa ni saa 2 usiku. Nikasema aha, sawa. Nimeingia pale nyumbani, nimekaa vizuri. Ikaja PT ina askari zaidi ya 12 na wote wana mashine. Wakasema fulani ni nani? Nilipotokea wakaniona ni kijana mdogo, sasa hivi nina mwili kidogo. Yaani wakasema, yaani wewe ndo tumekufuata. Nuru ndani si mwili wa mtu unavyoonekana. Unaweza ukawa mdogo mdogo kama mimi, lakini neema uliyoibeba inatafutwa na mataifa zaidi ya vile watu wanavyokuona. Sikia, ikawa hivi, baada ya kufika kituoni ndani, nikamwangalia yule ambaye aliandika faili yangu. Akanisemesha, wewe mbona ufanani na maelezo yaliyoandikwa huko ndani? Nikamwambia sitaki kujua maelezo yaliyoandikwa huko ndani, lakini ninachojua kile kinachotafutwa si huu mwili wala hii bukta niliyoivaa, ni lile kusudi na neema na nuru ndani Mungu aliyoiweka ndani yangu ndio inatafutwa. Nikamwambia iko hivi, na wewe ikiwa umesaini na umesimamia hilo jalada, mtashindana na mimi lakini hamtashinda, kwa sababu iliyo ndani yangu nuru ni kuu kuliko yule aliko duniani na gizani. Sikia, ikawa hivi. Nikakaa ndani siku ya kwanza, lakini baada ya kukaa mle ndani, naingia ndani, nafunguliwa ile sel. Wapo nilikutana na watu mada case, yani mtu ameua zaidi ya mara 3. Amenipokea. Nikasema Mungu wewe ushivyo,
sijawahi ingia ndani, ni mara yangu ya kwanza. Yamkini kuna sababu ya mimi kuingia humu ndani. Acha kusudi lako na sababu ile ambayo imetengenezwa ijulikane humu ndani. Cha kushangaza, sijawahi ona malaika. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kukutana na wingi wa malaika ndani, maana waliponisukuma ndani, mwanga mkali mbele ulinitangulia. Watu wote mle ndani wakarudi nyuma, wakaniambia, umeingia na nani humu ndani? Kwa sababu hakuna mtu anaingia humu ndani awe ni kilema awe ni mgonjwa akaacha guswa, yaani lazima apigwe mpaka hakikishe damu imemwagika, ama amevunjwa kidole ama kitu chochote. Wao wa ndani ndio wanaridhika. Nililia ndani ya masaa 3. Nimelia, siwezi ongea chochote, lakini ninachokumbuka kuna yule kiongozi wa sela ambaye sio ni Mnyampara wanamwita, akanichukua akaniweka kwenye kitanda chake. Baada ya kukaa kwenye kile kitanda cha mheshimiwa, nikasema hapana, ninaamini Mungu yupo na lile kusudi ambalo ameliweka atalitimiliza. Nikakaa kwenye maji chini, yalikuwa machafu. Nikakaa humo nikaloana nifanane na wao. Nikachukua ile blanketi ambayo alikuwa anajifunikia Nyampara, nikakaa kwenye kile kitanda. Sikujali kuna kunguni, sikujali kuna chawa, sikujali kuna vitu vingine vya aibu, lakini nilisema acha Mungu aliyeniita ama aliyeniumba katika dunia hii ajulikane leo. Ninachokishangaza, saa 9 usiku Nyampara akanifuata akaniambia, wakati tunakupokea haukuingia mwenyewe, kuna watu uliingia nao walikuwa wamevaa mavazi meupe, na tunashangaa kwa nini na wewe hatujui ni nani. Nikaanza jielezea, nikaambia mimi ni fulani, ni mtoto wa fulani. Kumbe na wenzangu wenye imani kama ya kwangu wamekaa humo ndani zaidi ya wiki 2 na wamepelekwa na wazazi wao. Sikutaka kujua nani, lakini nilichowaambia, mimi nikitoka hapa na nyinyi mtanifuata nyuma, kwa sababu wakati huu hapa hamjui mnaongea na nani. Yesu alikuja akasema, mimi ni nuru ya ulimwengu na nimekuja hapa duniani ili giza liondoke, niweke nuru, kwa sababu ni nuru mimi ya ulimwengu, na yeyote atakayefuata na kunikubali kuwa mimi ni nuru, atabadilishwa maisha yake, atatoka gizani na kuangaza na yeye kuwa nuru. Sikia nikuambie kilichotokea. Baada ya kukucha asubuhi, wale wahusika ambao waliniweka ndani wakaja na mimi nikatolewa. Nikawaambia, njama zenu na hila zenu hamtafanikiwa kamwe, kwa sababu yale ambayo umeandika, yupo simba wa Yuda, yupo moto ulao, yupo jemedari wa vita, yupo Bwana wa mabwana aliyeniumba kwa sura na mfano wake. Nuru aliyoiweka ndani yangu watageuzwa. Hata na ile faili mlioliandika sasa hivi mtalitafuta, hamtaliona. Acha nikuambie kilichotokea. Mama yangu alikuja kwa machozi, akalia, akasema, nakumbuka sadaka ulizozifanya ukiwa madhabahuni. Walikuona haufai, wakakuona wewe si kitu, lakini Mungu anakumbuka sadaka zako ulizozifanya, muda wako ulioutoa kulala madhabahuni kumtumikia yeye ukiwa mtoto. Na nilipokuzaa nilimwambia Bwana, huyu mtoto hatakuwa mvuta bangi, hatafanya ya gizani, atakuwa ni Masia kama ilivyo jina lake Joshua. Ataokoa watu kupitia yeye, mikono yake itaponya wagonjwa. Lakini haikufahamika Joshua yule aliyezaliwa na yule aliyewekwa seli atasimama wakati gani na watu watamuelewa. Ninachokuambia, unanifuatilia, haijalishi uko kwa wakati gani, wamekutengenezea giza, wamekutengenezea skendo, wakataka kukupoteza chini ya jua, wakataka waibe mume wako, wakataka wapoteze watoto wako, wakataka waibe kazi yako, wakataka waharibu biashara yako, wakataka waharibu ndoa yako. Nimesimama mbele yako, ninaongea na wewe. Yupo aliyesimama akiwa nuru, nabii wa Bwana, akanitoa katika giza lile ambalo lilinitesa, na wale ambao walikusudia kuniua hawakufa
hawajafanikiwa tena mpaka sasa, na ninaamini wananifuatilia, wanashangaa na kile ninachokifanya, kwa sababu huwezi zima nuru ambaye Bwana ameiweka. Yatainuka maneno kulia, yatainuka maneno kushoto, watainua maneno na midomo yao, watajaribu kutengeneza wanavyojua ili kuua tu ile nuru ambaye ameweka Bwana ndani yako. Hawatafanikiwa, kwa sababu Mungu ana mpango halisi na makusudi wa maisha yako. Usiogope, usifadhaike, usikate tamaa. Yamkini mtumishi wa Mungu yuko hapa, kuna yupo mtu anakujengea mazingira mabaya, anataka kuharibu kwa huduma yako, anakutungia maneno yasiyo na maana, anatafuta wewe kwenda kwa familia yako, kukufarakanisha wewe na familia yako, kufarakanisha ndoa yako na madhabahu, kufanya utoke kwa madhabahu ya PMYC, kufanya wewe na nabii mkorofishane utoke, kufanya wewe ukosea madhabahu, ama kukosea madhabahu na kusahau matendo ya nuru ambayo Bwana aliyafanya. Ninatamka na kutangaza, nimesimama kwa nafasi ya mama yangu, adui yote aliyetaka kumeza nuru yako, kukuwekea giza kwenye maisha yako, kuweka giza kwenye nuru yako, hatafanikiwa. Ndipo sana rudi kwenye Biblia, ukisoma kitabu cha Matendo, Paulo na Sila walivyokuwa akieneza Injili, kuna yupo mtu aliruka akataka wamalize. Ndio maana nikasema acha nianze na mfano wangu, kwa sababu ulifanana vile vile. Nimetoka katika madhabahu nikatengenezewa skendo ya uongo, na faili langu niliandika vitu vya aibu ili wanipoteze, na nikasoma message ikasema ya kwamba ninaomba huyo mtoto muweke siku 14 ndani, alafu tumwandikie kesi hata ya kutengeneza ya kubaka mwanafunzi ili apotelee huko tusimuone. Lakini alisimama Mungu mwenyewe, akakumbuka lile nililolifanya madhabahuni, akakumbuka kwamba alinitengeneza ili mimi niwe nuru ya ulimwengu, na mataifa yote yaone Joshua yule ambaye Mungu alimkusudia. Na nikiwa ninasema haya, Paulo na Sila wakapigwa mijeledi, wakakamatwa, wakawepo gerezani. Lengo la wale waliowashika ilikuwa ni wapoteze ile nuru ambayo Yesu aliwaachilia kwenye maisha yao, kwa mikono yao, kwa maneno yao, kwa vivuli vyao, kwa mamlaka aliyoweka Yesu. Wengi walifunguliwa na kuponywa, lakini baada ya kuingia gerezani, walisifu, wakamwambia Bwana, na ijulikane kwamba ni wewe uliyetuita, ni wewe uliyetupaka mafuta ili tuhubiri Injili na kutangaza waliofungwa wafunguliwe na kuweka nuru katikati ya giza. Walisifu, wakashangaa. Baada ya muda mchache, gereza milango yote ya kwanza, ya pili, ya tatu, sijui alikuwa mageti mangapi, kulingana na ile nuru ambayo Yesu aliweka ndani ya maisha yao. Paulo na Sila, minyororo miguuni yao ilikatika na kuondoka. Wakashangaa yule mlinzi ambaye alikuwa anawalinda, akastaajabu, akasema, ni kina nani ninyi? Mbona nani amewafungua humu ndani? Ni lile kusudi na nuru ambayo Yesu aliachilia kwenye maisha ya Paulo na Sila ndio ilisababisha minyororo ile kukatika. Wala sio kusifu na kuabudu. Wale kanisani waliomba na kusifu, Paulo na Sila waliomba na kusifu, lakini si kwamba sifa ndio ilifungua minyororo yao. Hapana, kusudi la Mungu na ile nuru aliyoiweka kwenye maisha ya Paulo na Sila ndio ilifanya minyororo ikaachia miguuni. Kwa mamlaka ya jina la Yesu ninatabiri na kutangaza, sijali ni minyororo gani imekufunga. Minyororo ni matatizo, minyororo ni migogoro, minyororo ni kukataliwa, minyororo ni kuonewa, minyororo ni umasikini, minyororo ni mateso yoyote. Lakini nimesimama hapa nikiwa ni nuru niliyetengenezwa na madhabahu ya PMYC, ikiwa ni nuru niliyefanywa ndani ya giza, ikiwa ni nuru niliyeonyeshwa katikati ya giza. Hawatakuweza. Majini yaliyokutumiga hawatakuweza. Kila minyororo ya kuzimu na kila matatizo na mateso hayatakuweza. Cha ajabu ni kwamba
Paulo na Sila wakatoka gerezani wakiwa salama. Na baadaye baada ya wao kutoka, na yule aliyekuwa anawalinda akasema niko tayari kuwafuata na kufuata ile nuru ambayo mnaitumikia kwayo. Ndugu yangu, nakwambia ya kwamba hawatakuweza. Mitego yote waliokuwekea hawatakuweza. Nimesimama hapa nikiwa mwana wa nabii, nuru inayeng'aa kutoka gizani, kwa neema ya mamangu Nabii Esther aliyeniachia na kwa mamlaka ya madhabahu nilionayo, hawatakuweza. Na ninatangaza na kutabiri nikiwa nimesimama kwa nafasi ya mama yangu na ofisi anayosimama mama yangu Nabii Esther, kuachilia unabii. Na mimi ninatabiri na kuachilia unabii kwa sababu ya mama yangu Nabii Esther iko ndani yangu. Katika gereza uliloko nalo utatoka salama. Kwa hali ngumu ulionayo utatoka salama. Na wale waliotaka kukufunga, waliotaka uaibike, wataaibika wao kwa mamlaka ya jina la Yesu. Jesus. Sikia. Kuna wakati unaweza ukawa unapitia lakini watu wasijue wewe ni nani. Kuna kipindi nilipitia lakini watu hawakujua mimi kuwa ni nuru. Walisimama vile wakaongea wanavyotaka. Lakini leo hii ashukuriwe Mungu wa madhabahu ya PMYC, anavyoona na kuangalia si kama wanadamu wanavyoangalia. Leo hii aliyekuwa chokora, leo hii aliyekuwa kahaba, aliyekuwa gizani, Mungu akaamua atoe nuru katikati ya giza. Biblia inasema akaamuru nuru itoke ndani ya giza. Na Bwana akamtumia nabii wake akaamuru Joshua, toka ndani ya giza na uwe nuru, ili wale waliokuona upo gizani waone sasa ukiangaza, waone sasa uking'aa, waone sasa ukisema can I prophesy, waone sasa ukihubiri, waone sasa ukifundisha, kwa sababu ipo nuru inayetoa mtu kutoka gizani kuingia nuruni na kumweka kwenye kilele juu, akaonekana kwa mataifa. Sunny One. Sunny One is speaking. Speak, Sunny One. Hawatakuweza. Waliokusudia mabaya juu yako hawataweza. Waliokusudia kukuangamiza hawataweza. Kwa sababu ipo madhabahu yenye nuru na inayoona zaidi ya vile wao wanavyoona. Inatamka na kutangaza na kutabiri heshima yako, kibali chako, utukufu wako na utajiri kwa mamlaka ya jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Yes. Speak it, Sunny One. Ili nisionekane sijaokoka, naomba tusome andiko hili hapa. Amen. Yohana 9 mstari wa 5. Kitabu cha Yohana sura ya 9 mstari wa 5. Yes. Neno la Mungu linasema, muda nilipo ulimwenguni, ndio mimi ni nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za macho. Akamwambia, yes, nenda kanawe katika birika ya Siloamu. Amen. Maana aliyotumwa basi akaenda kunawa, akarudi anaona. Mungu abariki neno lake. Twende Mathayo 5:14 mpaka 16 mstari. Kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ya 5 mstari wa 14. Ndio. Neno la Mungu lasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Yes. Wala watu hawawashi taa na kuweka chini ya pishi. Sikia. Ishia hapo kwanza. Ishia hapo kwanza. Amen. Sikia, wanasema nuru haiwezi sitirika ikiwa juu ya pishi. Sikia nikwambie. Powerful. Wote mnaotufuatilia. Ndio. Iko hivi. Ndio. Ukiwa tayari Mungu ameshakutengeneza uwe nuru. Yes. Hauwezi, yani nuru haifichiki kabisa. Hata siku moja, hata siku moja. Exactly. Watajaribu kukuficha lakini hawataweza. Amen. Wanasema ili ujue kuna moto, utaona tu moshi unafuka. Yes. Kwa utajua kabisa hapa kuna moto. Amen. Na kama hamna moto, kuna dalili ya moto kuwaka. Amen. Huwezi kuwa nuru ukafichwa hata siku moja. Kabisa. Dada ukiolewa,
Ikinunuliwa haifichiki, watajua tu fulani ameolewa, fulani kaoa. Ukiwa na biashara, yani haiwezi fishika, watajua tu kabisa ile biashara ni ya fulani. Ukiinuliwa leo kutoka kwenye tope, kwenye uzinzi na ukahaba na uchafu gizani, watajua tu yule ni Joshua, sio mwingine. Yani watajua. Kama hauwezi tambua sura yangu, sauti yangu unaisikia. Na kama utaikataa sura yangu, basi matendo yangu utayakubali tu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Yule Gabriel ambaye wanamuona, yule alikuwa anapiga vitotondoo 3 kabla hajalala siku. Watajua tu sasa yupo nuruni, kwa sababu ani anaonekana. Huwezi sema ile taa uione na unaiona na imewaka. Hata siku moja nuru yako lazima ing'ae. Na inapong'aa lazima wataiona tu. Amen. Wakubali wakatae, nuru yako lazima ing'ae. Wakubali wakatae, lazima watakuona tu. Lakini sikia nikwambie hivi. Nilisema mwanzo, Adam na Hawa hakutolewa kwenye bustani kweli kwa sababu tu ya uasi wao waliofanya. Na mimi nasema hiki, unaweza ukawa kanisani na unafanya matendo ya giza, ndio bado madhabahu inakupenda tu. Amen. Lakini kufanya kwako yale matendo ya giza, wewe mwenyewe utajichukia na kujikinai na kujikataa. Unakuwa mnafiki, upo kanisani. Mnafiki na upo kanisani. Mnafiki na upo kanisani. Madhabahu si kwamba haikuoni, inakuona. Madhabahu ni nuru, inamulika popote, na ukienda popote hata gizani unamulikwa. Ndio. Unakuwa mfitini, yani unafitinisha watu bila wewe kujua. Unajiona uko salama. Ndugu, hauko salama. Giza imekushika. Ni wakati ufike sasa, ijulikane nyeupe ni hii, nyeusi ni hii. Tusilazimishe nyeusi ikawa nyeupe. Amen. Upo gizani, tengeneza mambo yako. Yes. Acha unafiki. Amen. Acha kunafikisha watu. Yes. Acha umbea, alafu ni mtoto wa kiume. Upo gizani. Yes. Matendo yako yanaonyesha upo gizani ama upo nunuru. Mnafiki, msengenyaji, muongo. Yani mpaka umepitiliza na upo kanisani. Unajiona upo salama, hauko salama. Matendo unayoyafanya yanadhihirisha upo gizani. Ndio maana unaweza ukaona upo hapa kanisani haubadiliki. Unapewa unabii, maana anabii Gabi, maana anabii Kelvin, maana anabii Gabriel, Joshua, si nani, wanasimama mapasta wanahubiri. Wewe upo pale pale, upo vile vile, na upo kanisani, miaka inaenda na unajiuliza mbona kina fulani wanakuja tu dakika chache wanatendewa. Hapana, ile mazoea ya madhabahu na kujiona uko salama, kumbe hauko salama. Unatenda ya giza na unajiona madhabahu haikuoni. Hapana, ya giza ni ya giza. Badilika, uvae uwema, ubaki nuruni, ili yale ambayo unayatamani na kuyapata uyapokee kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Kwa kumalizia, twende Ezekieli 37. Kitabu Ezekieli 37. Kitabu cha Ezekieli 37 mstari wa 1 mpaka wa 10. Mstari wa 1. Naona Mungu anasema, yes, mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana. Yes. Akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Yes. Akanipitisha karibu nayo pande zote. Ndio. Na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Yes. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Yes. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii. Toa unabii juu ya mifupa hii. Uiambie, mifupa mikavu, lisikie neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya. Tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Yes. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana, mifupa kwa mifupa mwenzie. Na nikatazama, kumbe kulikuwa na mifupa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Amen. Ndipo akaniambia,
Tabiri utabirie pepo. Tabiri utabirie pepo. Upepo. Mwanadamu ukauambie upepo. Bwana Mungu asema hivi. Ndio. Njoo kutoka pande za pepo 4, pumzi, ukawapuzie hao waliouawa wapate kuishi. Pumzi basi nikatabiri kama nilivyoamriwa. Yes. Pumzi ikauingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Amen. Basi hapa sasa niko tayari kukifanya ambacho kile nimekusudia kukifanya siku hii ya leo. Mungu akamuuliza Ezekieli, unatamani amini, uko tayari kufanya ile ambayo nataka kufanya? Sikia nikwambie, na kuleta hapa tukiwa gizani, tulifanya ya gizani. Ndio. Na yamkini kuna vitu ambavyo vilitufanya mpaka sisi tukadidimizwa ama tukapoteza uhai, ukapoteza familia. Uhai ni upe na mifupa mikavu ni vipi? Ule ambayo nikulete kwenye ufunuo huu sasa. Amen. Unaweza ukawa unafanya vitu, iwe ni kazi, iwe ni huduma, iwe ni biashara, ama chochote kile ambacho wewe unatamani kikuingizie kitu fulani. Yes. Sawa sawa. Dio. Na iko hivi, matendo ambayo tulikuwa tunayafanya nyuma yakasababisha sisi kufa kihuduma, kufa kifamilia, kupoteza ile nuru na mwanga ambao Mungu alituumba nao pale awali. Yamkini ni dhambi ndio imesababisha sisi tupoteze na kuwa mifupa mikavu ama kutokuendelea mbele, kutokusonga mbele. Sikia nikwambie, nikulete hii. Niliyesimama mbele yako hapa, yani hizo zote mimi nimepitia. Ndani ya mifupa mikavu tayari nimeshakuwa mifupa mikavu, nikafa nikaoza. Lakini alisimama mtu ambaye mwenye nuru na unabii na ile pumzi ambayo Mungu alimtuma kufanya juu yangu. Akaulizwa, je, Joshua anaweza inuka tena? Joshua anaweza simama tena? Yes. Joshua anaweza ng'aa tena? Grace anaweza ng'aa tena? Gabriel anaweza ng'aa tena? Mariana anaweza ng'aa tena? Anaweza ishi tena? Anaweza toka kwenye giza? Anaweza tabiri? Anaweza inuka? Anaweza hubiri? Je, anaweza kusimama? Anaweza tembea? Anaweza tawala? Anaweza kumiliki tena? Bwana akasema na nabii. Nabii akasikia sauti yake, akafanya kama Bwana vile alivyomwelekeza. Ninalotaka kulisema hii ni lipi kwa wao mnaotufuatilia? Yamkini kazi yako iko kwenye mahali ambapo inaenda kufa. Yamkini ndoa yako ipo kwenye mahali ambapo imekufa, lakini we hauoni kama imekufa. Yamkini kazi yako iko kwenye mahali ambapo panaenda kufa, wewe hujui kwamba kazi inaenda kufa. Ndoa yako, familia yako, ama watoto wako, mifupa mikavu ni nini? Magonjwa yanayokutesa, umasikini unaokutesa. Usiku wa leo Mungu wa mama yangu Nabii Esther yupo hapa aweke nuru. Na ninasimama na kutabiri kwa sababu neema hiyo ninayo. Wote wanaotufuatilia, utainuka tena, utang'aa tena, utatawala tena, utamiliki tena kwa mamlaka ya jina la Yesu. Akatabiri Ezekieli, akaamuru kusi, akaamuru kaskazini, upepo, mishipa na damu na nyama zifike ile mifupa, ikainuka tena. Magofu yote yaliyolala kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninatamka na kutangaza, utainuka tena. Hautalala pale ulipo. Magonjwa yaliyokushika, utainuka tena. Presha inayokusumbua kukupelekea kufa, hautakufa tena. Nuru ya madhabahu ya PMIC inakufuata pale ulipo. Kansa ulio nayo inakutesa, haitakuua. Ninatabiri na kutamka na kutangaza, ikiwa tu roho ya mamangu Nabii Esther iko ndani yangu, kansa haitakuua. Hapo upo gizani, utainuka tena. Wachawi hawatakuua, HIV haitakuua. Ninatamka na kutangaza, hautakufa, utainuka na kung'aa na kuangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wale wanaotufuatilia, hautakufa, utaishi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na ninapoenda kumalizia siku hii ya pili, ninakutabiria utainuka tena. Hautalala pale ulipo. Magonjwa yanaondoka, misiba inaondoka kwenye maisha yako, umasikini unaondoka kwenye maisha yako, majanga ya njaa yanaondoka kwenye maisha yako kwa mamlaka ya jina la Yesu. I decree and declare for all viewers, for all followers,
katika jina la Yesu. Nuru yako iangaze, pokea kung'aa tena, pokea kustawi, pokea kuinuka tena, pokea utajiri katika jina la Yesu. Na pale ulipo, omba pamoja na mimi, sema Baba, kwa jina la Yesu, Mungu wa mama yangu Nabii Esther, naagiza madhabahu ya PMYC inipe nuru, iniinue na kuniangaza upya. Omba, ungana pamoja na mimi katika jina la Yesu. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninatamka na kutangaza kwa wote wanaotufuatilia katika jina la Yesu. Nimesimama katika madhabahu ya takatifu ya mama yangu Nabii Esther katika jina la Yesu. Ninatangaza upo huru, hakuna msiba kwako tena, hakuna giza tena, hakuna kuonewa tena, hakuna sasa tena katika jina la Yesu. Omba pale ulipo, shika simu yako, shika skrini yako katika jina la Yesu. Baba, ninatuma nuru. Baba, ninaagiza uzima. Kila magonjwa hayataweza tena katika jina la Yesu. Kila utasa ninaufunga na kuufuta kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yeyote aliyekusudia mabaya katika jina la Yesu, sema Baba, kila adui alifunga minyororo siende kwenye hatima yangu, nibaki gizani, nisifike kwenye ile nuru uliyokusudia. Jioni ya leo ninaikata hiyo minyororo, ninaikata hiyo minyororo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kata kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakata hiyo minyororo iliyonifunga, inanizuia kwenda kwenye hatima yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaiharibu, ninaivunja, ninaifunga, ninaikata katika jina la Yesu. Kila mageti yaliyowekwa yakanifungia nisiende kwenye hatima yangu, kwenye ndoa yangu nzuri, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa wote wanaotufuatilia, ninawatangazia, ninakata hiyo minyororo katika jina la Yesu. Ninakata hiyo minyororo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninapasua na kuvunja hayo mageti kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaharibu, ninavunja, ninaifungua. Ewe adui, ewe pepo, ewe mchawi, hautaweza kushika hatima za watoto hawa ikiwa wameamini na majira haya wapo pamoja na madhabahu ya PMYC katika jina la Yesu. Kila mageti hayatawaweza katika jina la Yesu. Sema Baba, Mungu wa mama yangu Nabii Esther, heshima inifuate, utajiri unifuate, utawala kunifuate, heshima inifuate, utukufu wangu urudi katika jina la Yesu. Pray. Jina la Yesu. Bwana, heshima yako inifuate, utukufu wako inifuate. Baba, heshima yangu urudi, utukufu wangu urudi katika jina la Yesu. Mamlaka ya kutawala, mamlaka ya kumiliki katika jina la Yesu. Baba, ninaomba mamlaka ya rudi katika jina la Yesu. Baba, ninaomba neema yako iniwezeshe na inifunike katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ninatangaza katika jina la Yesu, na wote wanaotufuatilia live kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninatangaza, pokea heshima, pokea kibali, nuru ing'ae, pokea kutawala, pokea kumiliki, pokea uzima katika jina la Yesu. Shangilia Yesu pale ulipo. Amen. Oh yes. Nashukuru sana kwa wote ambao umetufuatilia na amekuwa pamoja nasi. Facebook live, Instagram, IGT pamoja na YouTube. Mungu wa mamangu Nabii Esther awabariki. Na majira haya niombe wale wote wanaotufuatilia live, hii tunafanya ni ibada. Ndio maana tunafanya madhabahuni, hatufanyi ni kwetu. Nyinyi ndio mnatufuatilia, mko majumbani na wengine maofisini, lakini programu hii inafanyika madhabahuni kwa sababu pia tunahitaji Mungu asikie na aone vilio vyetu, atutoe gizani. Nikuombe, shika sadaka yako nzuri,
na wakati huu ninaomba wale wote ambao wanatamani Jumapili wabariki madhabahu ama watoe sadaka maalum kwa ajili ya semina hii ya siku 3. Na kesho mama yangu Nabii Esther atakuwepo hapa kumaliza kesi yako wewe. Narudia tena, kesho mama yangu Nabii Esther atakuwepo hapa kumaliza kesi yako. Amen. Ninachokuomba hilo tunda ulilolishika siku ya kesho, mama yangu Nabii Esther atasimama mwenyewe hapa kwenye madhabahu takatifu ya PMYC. Atamaliza kesi zako zote. Amen. Nimetangulia kama Yohana, ila ajaye nyuma yangu ni mkuu kuliko mimi niliyesimama mbele yako. Amen. Lakini yupo mama yangu Nabii Esther, mama atasimama kushika hilo tunda lako na kufuta kesi zako zote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Hivyo endelea kutufuatilia, na kesho majira haya mama yangu Nabii Esther atakuwepo hapa katika madhabahu takatifu PMIC, City of Wonders, Moshi, Kilimanjaro. Hivyo basi sadaka yako ipate kibali, na ninaomba kwenye Facebook yako ama popote unapotufuatilia, Jumapili nitakupa bahasha na mama yangu Nabii Esther atabariki. Utaandika hapo chini kwa comment yako, na hata usipoandika kiasi, lakini jua moyoni mwako ni kiasi gani unatoa. Ukiweza 100,000, ukiweza 1,000,000, ukiweza 50,000. Tena ni vizuri ukakomenti kiasi unachotaka kubariki madhabahu hapa siku ya Jumapili. Nitakuwa na bahasha yako pamoja na mama yangu Nabii Esther Bukuku. Siku ya Jumapili utasimama hapa madhabahuni, utatoa kiasi ambacho Mungu amekusukuma kutoa na kubariki semina hii katika siku hizi 3. Kumbuka basi kesho mama yangu Nabii Esther yupo kumaliza kesi zako zote, na epo ulilonalo siku ya kesho utalishika. Mama yangu Nabii Esther atatamka neno na maelekezo yote atayafanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na si live tu, wote mtakuja hapa kesho saa 10. Sawa sawa. Kwa hiyo ninaomba, nitatoa maelekezo vizuri, na naomba ushike sadaka yako pale ulipo, na Mungu wa mamangu Nabii Esther atubariki sote. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ibada zikawe manukato mbele zako. Ninakupenda, ninakuheshimu. Fanya kwa nafasi yako, na sadaka hizi zikawe manukato kwa madhabahu ya PMC. Zikubali na ikatakabali sadaka zetu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Sadaka yako utatuma kwa M-Pesa namba 0756498008 ama DTB account number hapo chini ya skrini yako. Saa 3 kesho tutakuwepo hapa na mama yetu Nabii Esther Bukuku, na watu wote ukiweza kabla ya saa 3 hiyo. Karibu sadaka yako, na Mungu wa mama Nabii Esther akubariki. Shalom. Shalom. Hakuna usiloweza. Hakuna usiloweza. Hakuna usiloweza. Amen. Mungu wa mamangu Nabii Esther awabariki sana, na siku ya kesho saa 3 kamili mama yangu Nabii Esther atasimama hapa kutuhudumia. Tunda lako uje nalo hapa kanisani kesho, na wala wanaotufuatilia live utashika tunda lako popote ulipo, utapata maelekezo hayo kutoka hapa madhabahuni. Mama yangu Nabii Esther yupo kesho hapa kumaliza kesi zako zote kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ninalibariki jina lako na kulitukuza. Asante kwa neema na kibali ulichonipa, na ninakuomba ukafanye zaidi vile ambavyo nimefanya. Siku ya kesho tunapoungana na mama yetu Nabii Esther hapa City of Wonders, ninaomba neema yako
na kibali chako, na wote watakaotufuatilia kwa njia ya mitandao pia Bwana ukawahudumie kwa utukufu wa jina lako. Unastahili sifa, heshima na utukufu. Tunapoondoka mahali hapa, neema yako na madhabahu ya PMYC nifunike. Malaika wa madhabahu ya PMYC wawe pamoja nasi mpaka siku ya kesho tutakapokutana hapa madhabahuni tukiwa na mama yetu Nabii Esther. Tupe neema ya kumwelewa nabii na kesi zote ambazo zimebaki katika maisha yetu, asimame mama yetu Nabii Esther kuzimaliza katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amen. Mungu wa mamangu Nabii Esther atubariki sote.